السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake na ali za mtume wake walio wataharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo mafanikio katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Unwani ya mazungumzo yangu ni nafasi ya Bibi Fatima salamullahi alaiha katika maisha yetu. Aya niliyotangulia kuisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuna watu ambao minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Kuna watu ambao walikuwa katika dunia hii na wakafanya kazi na wakapambana vile inavyostahiki, kama walivyotoa ahadi kumpa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, na wakaondoka katika dunia hii hali ya kuwa wamekamilisha kazi waliokuwa nayo, hali ya kuwa wamepambana vile ilivyokuwa inastahiki, kama vile walivyotoa ahadi sawa sawa. Wameondoka kwa kuwa wameuliwa mashahidi au wamekufa kifo cha kawaida, lakini walikuwa ni watu katika waumini. Kuna watu ambao man qadha nahba wa minhum man yantadhir. Kwa hiyo hawa walioondoka baada ya kuwa ni safari mrefu, safari iliyokuwa na mapambano, safari iliyokuwa na changamoto, kwa sababu kama tunavyojua sana sana baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi kutumilizwa, tukizipata zile changamoto alizozipata Mtume sallallahu alayhi wa alihi, kuna watu waliosimama na Mtume kuanzia mwanzo wa risala aliyoileta Mtume sallallahu alayhi wa alihi, mbali ya mashambulizi yote, mbali ya changamoto zote walizopambana nazo, hawakurudi nyuma. Walipambana kwa afya zao, kwa nguvu zao, kwa muda na wakati wao, kwa kalamu zao, kwa mashairi, kwa ndimi zao, kwa kila kitu walijitolea, wakapambana mpaka wakaondoka katika dunia hii. Hawakuteteleka, hawakupinda, wala hawakuenda njia ambazo hazistahiki,
mpaka mwisho wakasifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani. Hao ni wale watu ambao wameondoka, lakini kuna na watu wa man yantadhir, wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Na hawa man yantadhir ni watu gani? Kwa sababu wale wamekamilisha nafasi yao, wamepambana vile inavyostahiki. Hakuna kitu ambacho kilikuwa kinahitajika wakifanya ndani ya maisha yao wakazembea, na ndipo walipostahiki wasifiwe ndani ya Qur'ani, ijapokuwa hawakutajwa kwa majina. Rijalun sadaqu. Kwa hiyo kila mmoja aliyeisadikisha risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, ahadi aliyoitoa kwa kuwa atamtetea Mtume sallallahu alaihi wa ali na risala aliyokuja nayo Mtume. Kwa hiyo yoyote ambaye alikuwa na sifa kama hii, sawa sawa aliuliwa shahidi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa ali au baada ya Mtume sallallahu alaihi wa ali, wanaingia faminhum man qadha nahba, kwa kuwa wao wamekamilisha, wametekeleza zile ahadi, wakaingia ndani ya safari. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ni lazima sunna za maisha kama wanavyotuambia maulama, kwa kuwa hakuna natija yoyote inayoweza kupatikana katika maisha isipokuwa kuwa na misimamo athabat. Na athabat sio kwa kiwango fulani au kwa muda fulani, na ndipo wamani yantadhir ni lazima iwe ni kama wale, mpaka tuhakikishe kwa kuwa na sisi tumeingia katika ile safari walioingia wao, lakini baada ya kuwa sisi tulikuwa katika thabati, yani tumetekeleza zile ahadi tulizozitoa na ule waadi ambao tumeuchukua, mpaka tukahakikisha tumetoka katika dunia kama hii. Kwa sababu ikiwa tutaingia ndani ya safari ya kwenda kukutana na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ikawa hatukuwa na misimamo inayostahiki, hatutoingia katika hiki kigawanyo cha pili, wa man yantadhir. Kwa hiyo hawa ni watu ambao walikuwa ni mashujaa abtal, na mashujaa kama hawa walistahiki watajwe. Kwa sababu gani? Wao wamebaki kuwa ni taa, wao wamebaki kuwa ni nyota, wao wamebaki kuwa ni mwangaza kwa kila ambaye anahitaji na anataka kuingia katika khati kama hii ambayo tumechorewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kwa sababu gani? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa sababu risala kama hii aliyoileta Mtume sallallahu alaihi wa ali ni risala ambayo kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni risala ya kututoa katika giza na kutuingiza katika mwangaza. Kwa hiyo risala kama hii inahitaji kuwe kuna watu ambao watakuwa mbele ni tochi, ni watu ambao watakuwa ni vielelezo, ni watu ambao watakuwa ndiyo nuru inayong'aa katika maisha yetu. Kwa hiyo ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kututajia, sawa sawa ni kwa unwani pana rijalun sadaqu, au ni kwa unwani ile ambayo ni finyo kwa baadhi ya watu ambao wametajwa kwa majina yao ndani ya Qur'ani, kama alivyotupigia mifano ya watu wazuri ambao inastahiki wawe ni tochi na wawe taa katika maisha yetu, na pia wale watu wabaya ambao wanastahiki tuwapige vita katika maisha yetu. Sasa watu kama hawa, kwa sababu man qadha nahba, wametekeleza ahadi, kubaki katika nyoyo za waumini na wamebaki kumulika katika maisha yetu, na ndipo leo utapata watu wanatabarak na majina yao
na siku zao, sawasawa ni katika minasaba ya kuzaliwa kwao, sawasawa ni katika minasaba ya kuuliwa mashahidi au ya kuondoka katika dunia hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao ni abtali, ni mashujaa, ni lazima tuwaweke katika maisha yetu kama alivyotutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo hapa utapata hii falsafa. Kwa nini Nabii Allah Ibrahim salamullahi alayhi alimuomba Mwenyezi Mungu, waj'alli lisana sidqin fil akhirin? Kwa sababu haya mapambano, kuna risala, kuna na yule mwenye kuifikisha hii risala. Sasa ikiwa katika maisha huyu mwenye kuifikisha risala ataondoshwa, awekwe kando, kwa hiyo ile risala haiwezi kuenda peke yake. Risala ni lazima, ule ujumbe ulioletwa si lazima kuna aliyeubeba. Kwa hiyo waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ndio ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim, kwa sababu wao wameitekeleza ile ahadi, wakaenda vile alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo waj'alli lisana sidqin fil akhirina, kwa sababu huu ujumbe ikiwa mimi niliyoufikisha nitafinikwa, nitapotezwa, ni kwa maana huu ujumbe umeshapotea. Na ndipo leo ukiangalia mashambulizi makubwa sawa ni mashambulizi kwa wale mashujaa waliopita, sawa ni mashambulizi kwa hawa mashujaa tulionao sasa. Ni kwa sababu gani? Hebu jaribu uangalie leo, watu wanatumia bilioni za pesa, sawa kwa upande wa media, sawa kwa upande wa makala, sawa kwa upande wa vitabu, sawa kwa waandishi wa habari, sawa leo kuna channel chungu mzima. Lengo asili ni kuangusha hawa mashujaa ambao tumeambiwa inastahiki wawe ni nini? Ni tochi katika maisha yetu, kwa sababu hawa ndio watakaotufikisha pale ambapo sisi tuondoke katika hii dunia hali ya kuwa tumetekeleza waadi na ahadi tuliyoitoa kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa tutaondoshewa mashujaa hawa, basi hatuwezi ule ujumbe tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuufikisha vile inavyostahiki. Na ndipo leo tutazame vizuri wa sisi mara nyingi